أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Wannazi'ati gharqa, na apa kwa wale malaika wavutao kwa nguvu roho za watu wabaya. Wannashitati nashta, na kwa wale wanaotoa roho za watu wema kwa ulatifu, yani utaratibu. Wassabihati sabha, na kwa wale wanaoogelea nazo, yani wanaokwenda nazo mbio mbio hizo roho. Fassabiqati sabqa, wakazifikisha huko wanakozifikisha. Falmudabbirati amra, wakazitengenezea mambo yake, mbaya zikaadhibiwa na nzuri zikastareheshwa. Katika Qur'ani mara nyingi Mwenyezi Mungu ameapa kwa viumbe vyake vilivyo na roho na visivyokuwa na roho, vinavyoonekana na visivyoonekana, na mkusudio ni kutunabihisha tuzingatie hikima yake katika kila kitu alichokiapia, ili tupate kujua utukufu wake na uweza wake mkubwa. Na katika sura hii Mwenyezi Mungu anaapa kwa malaika wenye kazi za kutoa roho za makafiri kwa kuzivuta kwa nguvu, na wenye kutoa roho za Islamu kwa upole, na wenye kuogelea katika anga, na wenye kwenda mbio mbio, na roho za watu wema peponi na za watu waovu motoni. Yauma tarjufu rajifa, mtafufuliwa siku litakapolia baragumu la mwanzo litakalotetemesha kila kitu. Tatba'uha radifa, na lifuatiwe na baragumu la pili. Qulubun yawma idhin wajifa, siku hiyo nyoyo zitapiga piga kwa hofu. Absaruha khashi'a, macho yake yatainamia chini. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, makafiri wanasema hapa duniani kwa stihizai, je, kweli tutarudishwa katika hali yetu ya kwanza, tutafufuliwa? A idha kunna idhaman nakhira, hata tukiwa mifupa mibovu iliyoliwa ndani. Qalu tilka idhan karratun khasira, wanasema kwa stihizai, basi marejeo haya ni yenye hasara kwetu. Fa innama hiya zajratun wahida, wa hakika hicho kiyama kitakuwa kwa kupigwa ukelele mmoja tu. Fa idha hum bisahira, mara wao viumbe wote watakuwa katika ardhi mpya. Hal ataka hadithu Musa, je, imekufikia hadithi ya Musa? Idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddasi tuwa, Mola wake alipomwita katika bonde takatifu liitwalo Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, akamwambia nenda kwa Firauni, hakika yeye amezidi katika jeuri zake. Faqul hal laka ila an tazakka, umwambie, je, unapenda kujitakasa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, nami nitakuongoza kwa Mola wako ili umche. Fa arahu al-ayata al-kubra, basi alimuonesha ishara kubwa kubwa, miujiza mikubwa mikubwa. Fakadhaba wa aswa, lakini alikadhibisha na akaasi. Thumma adbara yas'a, kisha alirudi nyuma akaanza kufanya jitihadi ya kuwazuilia watu wasimfuate Musa. Fahashara fanada, basi aliwakusanya watu na akanadi, yani akatangaza. Faqala ana rabbukumul a'la, akasema mimi ndiye Mola wenu mkubwa. Huyo Mola wake Musa ni mdogo. Faakhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, hapo Mwenyezi Mungu akamtia mkononi, akamtesa kwa kulipa tamko lake hili la mwisho la kusema kuwa yeye ndiye Mola mkubwa.
na kwa lile tamko lake la mwanzo alilosema kuwa hakuna mola ila yeye tu. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, kwa hakika katika haya limo onyo kubwa kwa wale wanaoogopa. Aantum ashaddu khalqan amis samaa banaha, je, nyinyi ni wenye umbo la nguvu zaidi au mbingu yeye Mwenyezi Mungu amezijenga? Yani umbo lenu nyinyi ni la nguvu zaidi kuliko umbo la mbingu, hata muone kwamba mwenye kuumba mbingu hawezi kuwafufua. Rafa'a samkaha fasawaha, akainua kimo chake na akazitengeneza vizuri. Wa aghtasha laylaha wa akhraja dhuhaha, na akautia giza usiku wake na akautokezesha mchana wake. Wal ardha ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada hayo akaitandaza. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, akatoa ndani yake maji yake na malisho yake. Wal jibala arsaha, na milima akaisimamisha. Mata'an lakum wa li'an'amikum, ameyafanya haya yote kwa ajili ya kuwastarehesha nyinyi na nyama wenu. Basi aliyefanya yote haya si muweza wa kufufua? Fa idha ja'atit tammatul kubra, basi itakapofika hiyo balaa kubwa ya kiyama. Yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku ambayo mtu atakumbuka kila alilolifanya. Waburrizatil jahimu liman yara, na moto mkali utaoneshwa kwa kila aonaye. Fa amma man tagha, ama yule aliyeasi. Wa athara alhayata ad-dunya, na akapenda zaidi, yani akayafadhilisha maisha ya dunia. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, basi kwa hakika jahannam ndiyo itakayokuwa makazi yake. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, na ama yule aliyeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake akaikataza nafsi yake na matamanio maovu. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, basi huyo pepo ndiyo itakayokuwa makazi yake. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wanakuuliza kiyama kutokea kwake kutakuwa lini. Fima anta min dhikraha, uko wapi na kuweza kutaja wakati wa kuja kiyama. Ila rabbika muntahaha, mwisho wa ujuzi wake uko kwa Mola wako. Innama anta mundhiru man yakhshaha, wewe ni mwonyaji tu kwa yule anayekiogopa hicho kiyama. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw dhuhaha, siku watakapokiona watakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila jioni moja au mchana wake kwa kishindo kitakachowafika.